BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu. Mheshimiwa wajumbe, baada ya kukamilika kwa shughuli ambazo zimepangwa kwa siku ya leo, ambao sambamba tunakamilisha majukumu yote tuliyopangiwa kwa muda wa miaka mitano ndani ya baraza letu la manispaa mjini. Kwa hivyo kwanza tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Pia niwashukuru sana Mheshimiwa madiwani, watendaji, wakazi wa manispaa ya mjini na wananchi wote wa mashirikiano yote ambao wametupatia katika kipindi chote cha miaka mitano. Mheshimiwa wajumbe, miaka mitano ya uhai wa baraza imekamilika kwa kwamba 2025 shughuli zote ambazo zimepangwa kwa kipindi cha miaka mitano zimekamilika. Kukamilika kwa utekelezaji wa shughuli kwa kipindi cha miaka mitano cha uhai wa baraza la manispaa 2025 kunatoa fursa nyingine kwa Mheshimiwa wajumbe kuelekea kwenye mchakato wa uchaguzi 25-30, na mimi napenda kuchukua nafasi hii basi kwanza niwaombe sana Mheshimiwa wajumbe kushiriki katika uchaguzi huu kwa amani na kwa utulivu, kuomba nafasi mbalimbali. Ni lazima tujiamini, tunaweza. Lakini kubwa zaidi nawatakia mafanikio kwa zile nafasi ambazo mtaziomba. Mwenyezi Mungu aweke wepesi. Ndugu wajumbe, kuchagua na kuchaguliwa ni haki ya mwanachama. Kwa hivyo tusiogope. Tujipime, na unapohisi kwamba mimi maji haya naweza kuegelea, basi egelea. Lakini lazima tujiamini kwamba tunaweza kuongoza katika nafasi mbalimbali. Mheshimiwa wajumbe, naomba pia tumekamilisha taratibu zote za utekelezaji ndani ya baraza kipindi cha miaka mitano. Tunarudi uraiani, na kuombeni sana Mheshimiwa wajumbe tukawe raia wema ndani ya maeneo yetu, ndani ya jamii. Tuwe kioo cha jamii, tuwe kigezo kizuri cha kuigwa na kufuatwa na jamii. Haipendezi kuja kusikia kwamba diwani mstaafu amejishirikisha katika vitendo ambavyo ni uvunjifu wa maadili ya kanuni za uongozi. Kwa hivyo tukae waaminifu, waadilifu, lakini pia tuwe kigezo chema cha kuigwa na kufuatwa ndani ya jamii. Haifai wala haipendezi kusikia kwamba diwani mstaafu ameshiriki vitendo ambavyo havina tija na havileti taswira nzuri katika uongozi. Nyinyi bado ni viongozi ambao mnaondoka hapa manispaa kwa heshima kubwa. Kwa hiyo tuendelee kuithamini na kuilinda heshima hiyo nje ya baraza la manispaa. Yengine, Mheshimiwa wajumbe, najua kwamba usafi ni tabia ya Mheshimiwa madiwani, na kuombeni sana kwamba pamoja na kwamba tunatoka manispaa ya mjini tunakwenda uraiani, tunakwenda ndani ya jamii, lakini jukumu mama tuendelee kuwa nalo ambalo ni usafi katika maeneo yetu. Tuendelee kuwa walimu wazuri katika kudumisha usafi ndani ya maeneo yetu. Hili nimesema nilisisitize, sije ukasema kwamba mimi nishastaafu kwa hivyo usafi haunihusu. Hapana. Usafi ni jukumu letu sote. Uwe diwani, usiwe diwani. Kwa hivyo kubwa ni kudumisha uadilifu na uaminifu, lakini na usafi ndani ya maeneo yetu. Tukalisimamie hilo, Waheshimiwa madiwani. Waheshimiwa wajumbe,
na watendaji, kwa kweli nyinyi ni walezi wangu, mmenilea vizuri na kunikuza kimaadili, mmenikuza kiakili na kimaarifa katika kipindi chote cha